Na leo biidhnillahil karim insha Allahu taala tutafanya mwendelezo insha Allah wa darsa yetu ya Umdatul Ahkam, kitabu cha Umdatul Ahkam. Nafikiri mara ya mwisho kwa uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala tulijifunza hadithi, tulishia kwenye hadithi ya 20 kama sikosei hivyo, si ndio? Hadithi ya 20. Tutazame hapa katika diary yetu, si ndio jamani? Hadithi ya 28. Tulishia hadithi ya 28. Leo inshallah tunaingia katika mlango mwingine unaitwa karahiyati ziyada ala thalatha fil wudhu'i, ala thalathi fil wudhu'i. Leo inshallah tunakwenda kutabaruk kama kwenda kujifunza zaidi mlango huo. Kwa hiyo jambo la msingi zaidi ni wewe kuweza makinika, si ndio bana? Kuweza kumakinika kwa kuchukua kalamu pamoja na daftari lako hapo kwa ajili ya kuweza bana kuandika yale ya msingi ambayo yatakayokuwa yanazungumzwa ama kufundishwa kwa uwezo wake Karim Allah tabaraka wa taala. Haya, karahiyati ziyada ala ngapi? Manake mimi labda kusoma kwa kusumbua. Ni peji ngapi hiyo hadithi? Ni peji namba okay. Acha tutazame hapa. Ni peji namba 17. 17. Naam. Peji namba 17 nasema karahiyati ziyadati ala thalathi fil wudhu'i, si ndio? Mlango wa karaha ya kuzidisha zaidi ya mara 3 katika kutia udhu. An Amru bin Shuaib an abihi an jaddihi qala, kutoka kwa Amru bin Shuaibi, kutoka kwa baba yake, kutoka kwa babu yake, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yao. Qal, amesema, jaa arabiyun ila nabii sallallahu alayhi wasallama fasalahu anil wudhu'i, ya kwamba mtume alikuja arabiyu, alikuja mtu mmoja wa kijijini, yani bedui, si ndio? Fasalahu anil wudhu'i, alikuja kwa mtume sallallahu akamuuliza kuhusu udhu, si ndio? Akamuuliza jinsi ya udhu, yani masala ambayo yanayoambatana na udhu. Akasema nini? Fa arahu thalathan, si ndio? Basi mtume sallallahu alayhi wasallama akamuonyesha, akawa anamuelekeza sasa kutia ule udhu thalathan, kwa kuosha kila kiungo mara tatu. Thumma qala, kisha akasema, hadha alwudhu, si ndio? Kisha akasema huu ndio udhu sahihi. Faman zada ala hadha faqad asaa wa dhalama, basi atakayezidisha juu ya hapa, kwa maana atakayezidisha zaidi ya mara 3, faqad asaa, hakika huyu atakuwa amefanya makosa, atakuwa amefanya vibaya, wa dhalama, na amevuka mipaka, yani amedhulumu, si ndio? Kwa hiyo manake kwamba hadithi hii inatufundisha ya kwamba sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallama katika udhu ni kuosha kila kiungo mara 3. Kwa hiyo ukizidisha zaidi ya mara 3, hiyo sio sifa nzuri ya udhu, bali ni israfu, haribifu wa maji na kwenda kinyume na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallama. Kwa hiyo manake mtu anapokuwa anatawadha afanye mara 3 ndiyo sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam.
Naam, tuende mlango wa 10. Nasema babu ludhui inda kulli salah, mlango wa kutawadha kwa ajili ya kila wakati wa swala. Hadithi namba 30 yasema an Amru bin Amir al-Ansari an Anas bin Maliki qal, kutoka kwa Amru bin Amir al-Ansari kutoka kwa Anas bin Maliki amesema kana nabii sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa yatawadhau inda kulli salatin, alikuwa akitawadha kwa ajili ya kila swala. Kila wakati wa swala ulipokuwa ukifika, basi Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akitawadha. Qultu, sasa Anas alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaifa kuntum tasnauna, kwa nini nyinyi mlikuwa, yani asema kwamba kaifa kuntum tasnauna, yani kwamba nyinyi mlikuwa mnafanyaje, si ndio? Qala yujzi'u ahaduna alwudhu'i ma lam yuhdith, si ndio? Kwamba sisi tulikuwa inatutosha udhu mmoja kwa swala kadhaa, si ndio? Maadam hatujatenguka na udhu, ndio kwa maana kwamba Anas alisema kuwasimulia ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitawadha kila wakati wa swala, si ndio? Sasa Anas anasema qultu, nikasema, si ndio? Kaifa kuntum tasnauna, nyinyi mlikuwa mkifanya vipi? Qala yujzi'u ahaduna alwudhu'a ma lam yuhdith, ya kwamba mmoja wetu ilikuwa inamtosha ule udhu ambao anautia kwa mara kwanza kwenye swala ya kwanza, si ndio? Mfano ameswali ya dhuhuri, basi huo anautumia katika udhu katika swala zingine. Kwa hiyo Mtume sallama alikuwa akitawadha mara kwa mara unapoingia wakati wa swala, lakini si haram endapo mtu anapokuwa anatawadha kila akatawadha udhu mmoja akaja kuutumia udhu pengine ule akaja kuutumia al-asr, si haram. Hadithi namba 31 anasema wa an Suleiman bin Burida an abihi qal, kutoka kwa Suleiman bin Buraida sio Burida, Buraida asema kutoka kwa baba yake, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, amesema qala wapi an abihi qala sallallahu alayhi qala sallallahu rasulullah qala, amesema salla rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama aliswali, si ndio? Alisali yaum al-fathi 5 salawatin biwudhu'in wahidin, si ndio? Sasa hii ndio inakuja kuonyesha kwamba mtu anaweza akawa na udhu mmoja akautumia katika swala zingine. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiswali yaum al-fathi, siku ya ukombozi wa Makka, si ndio? Nafikiri tulishasoma ile fathu Makka, siku ya ukombozi wa Makka. 5 salawatin, Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiswali swala 5 biwudhu'in wahidin, sawa sawa, alikuwa akiswali swala 5, si ndio? Kwa kutumia udhu ule ambao mmoja aliotumia kwenye swala ya kwanza. Sijui kama naeleweka vizuri Kwa udhu mmoja tu, mfano ametawadha alfajiri, basi akatumia swala zote zinazobaki, maadamu hajatenguka na udhu, basi alitumia swala zote zilizobaki kwa udhu ule. Wa masaha ala khuffaihi, sawa, na akapaka maji juu ya hofu zake mbili badala ya kuosha mguu moja kwa moja, kwa maana kwamba hakuvua zile hofu zake mbili, badala yake alikuwa tu akipaka maji, ndio. Faqala lahu Amr, ndio, Umar radha Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, akamwambia, ndio, inni ra'aytuka sana'ta shay'an lam takun tasna'uhu, hakika leo,
Ndio kwa maana kwamba Umar akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakika leo mimi nimekuona umefanya jambo ambalo hukupata kulifanya kabla ya leo. Kwa maana Umar alikuwa akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo umefanya jambo ambalo sikuwahi kuliona machoni mwangu kilifanya kabla. Inni raaituka sana'ta shay'an lam takun san'atu tasna'u, yani mimi nimekuona ukifanya jambo ambalo sijawahi kukuona ukilifanya hili. Qal, ndio Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akamjibu Umar akamwambia, amdan sana'atuhu, nimelifanya hivi kwa makusudi ili muweze kujifunza. Ewe Umar, nimelifanya hivi makusudi ili inawezekana ningekaa kimya lisingejulikana. Kwa nimelifanya sana'atuhu, amin amdan sana'atuhu, nimelifanya kwa maksudi. Ndio Bukhari na Muslim, imepokelewa na Imam Bukhari, imepokelewa na Bukhari na Abu Daud hadithi hiyo. Ukiona hiyo mim maana yake ni imepokelewa na Muslim na Daudi pia, na isnadi ya Daudi pia ipo. Kwa rawahu Muslim wa Abu Daud, hiyo hapo namba 4. Twende katika mlango babul miyahu, mlango ambao unazungumzia masala mazima ya maji. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka Abi Hurairah za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, asema sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, si ndio mtu mmoja alimuuliza mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, inna narkabul bahra, ewe mtume wa Allah, hakika sisi tunasafiri baharini, wa nahmilu ma'na alqalilu min alma, ndio na tunakuwa na maji kidogo sana, ikiwemo maji ya kunywa. Fa in tawadhana bihi atashna, tukiyatumia kutawadha tutapata kiu, sababu yeye tunatumia kwenye kunywa na kadhalika. Afanatawadhau bima'il bahri, sawa. Sasa yeye anauliza, je, tunaruhusiwa kutawadha kwa maji ya bahari? Yani tunaweza tukatawadha yale maji ya bahari, tuwaweza kutawadha, ila hali mule tunajua inawezekana kuna watu wanajisaidia, kuna wadudu mule na nini na kadhalika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akajibu kuambia, huwa tahuru mauhu alhillu maitatuhu, akamwambia kwamba maji ya bahari ni tahara, si ndio ni tahara kabisa. Alhillu maitatuhu, kadhalika hata kilichokufa ndani ya bahari, kwa maana maiti ndani ya bahari ni halali, kwa maana kwamba nyama za viumbe ambao wanaoishi ndani ya ile bahari ni halali. Sasa usije ukamkuta pengine nyoka kafa baharini alafu ukasema hii ni halali inaliwa, mbwa kafa baharini ukasema hii ni halali inaliwa, haiwi katika format hiyo. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaruhusu, na pia kuna hadithi zingine inaonyesha ni ruhusa mtu kuweza hata kama akiwa na janaba akaingia ndani ya bahari na akatoka, anakuwa ni tahiru, anakuwa ni tahara. Kwa hiyo huyu Anas asema kwamba Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kuna mtu asimulia kwamba kuna mtu alienda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumuuliza, inna narkabul bahra, hakika sisi ni wenye kusafiri sana baharini, wa nahmilu ma'ana alqalilu min alma, na tunabeba maji kidogo ambayo hayo tuyatumia kwenye kunywa na nini. Fa in tawadhana bihi atashna, tukiyatumia kwenye kutawadha tutapata kiu, tutakunywa nini Mtume? Afanatawadha bima'il bahr, sasa tunaruhusiwa sisi Mtume kuweza kutawadha na maji ya bahari? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawaambia, huwa tahuru ma'uhu, maruhusiwa kuweza kutahara, kujitaharisha, kutawadha katika maji ya bahari. Kwa nini? Huwa tahuru ma'uhu, kwa sababu maji ya bahari ni tahara. Alhillu maitatuhu, na viumbe ambavyo vinakufa ndani ya bahari, ama maiti zile ambazo zinazokufa, maiti ya viumbe ambao wanaoishi wanaotokana na asili ya bahari, basi maiti zao zile ni halali.
Kwa hiyo usije ukaona nyoka ukasema hii samaki sio samaki. Kwa hiyo hadithi hiyo pokelewa na Abu Daud na An-Nisai. Ukiona hiyo sini ni An-Nisai na hiyo taa inamaanisha na At-Tirmidhi na Ibn Majah. Waqala hadithun hasanun sahihun, ni hadithi hasanun sahihun. Twende mbele, hadithi namba 33 an Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma, kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe juu yake, asema suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallama sema kwamba suila Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil ma, Mtume sallallahu alayhi wasallama aliulizwa kuhusu masala mazima ya maji, si ndio? Asema haya, wama yanubuhu minadawabi wasiba, si ndio? Ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa kuhusu maji, kwa maana kwamba maji ambayo yaliyo ya kawaida, wama yanubuhu minadawabi wasiba, na jinsi ambavyo kwa maana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama aliulizwa kuhusu maji ambayo yaliyoko yani maporini kule, si ndio? Na wama yanubuhu minadawabi wasiba, na jinsi ambavyo yanavyofuatwa na kunywewa na wanyama. Faqal idha kana alma'u qillatan lam yahmilu alkhabath, kwa maana kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuna mtu alienda kumuuliza kwamba inakuwaje kuhusu haya maji ambayo pengine yamekaa ya pembeni, yani maji ya mwituni, tunaweza tukasema kwa lugha hiyo, kwamba inakuwaje haya maji, hukumu yake ni ipi? Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama yanubuhu min ad-dawabi was-siba, sawa sawa, na jinsi ambavyo yanavyofuatwa na wanyama na kwenda kunywewa na wanyama, wanyama wananyweshwa mule na kadhalika, ndio hukumu yake inakuwaje? Kwa maana maji yamekaa pale, wanyama hapo hapo wanakunywa na nini, wanaondoka. Faqala Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha kana alma, kama yakiwa maji sawa sawa, qullataini lam yahmilu alkhabath, sawa sawa, kwa maana kwamba maji yakifika kiasi cha kulla mbili. Qullataini ni kama tunasema ile mitungi miwili, yani mitungi mikubwa ile, tunaweza tukasema iwe miwili, yani si ndio? Yani hiyo tunaweza tukasema ndo maximum mdogo. Basi lam yahmilu alkhabath, haya maji hayachukui uchafu, si ndio? Na katika riwaya nyingine, walafdhihi, katika riwaya nyingine idha balagha alma'u qullataini lam yunajjisu shay, kwamba maji yakifika qullataini, basi hakuna kitu yote ambacho inaweza kuyatia najisi hayo maji. Sijui naeleweka vizuri. Kwa hiyo maana yake ni kwamba maji yanapokuwa yamefika kulla mbili, si ndio? Kulla mbili, basi maji hayo hayawezi kunajisiwa na kitu chochote, sawa sawa, hayawezi kunajisiwa na kitu chochote. Na tukisema kula mbili, tunaweza tukasema kwamba ni kama ile mitungi iwe miwili, ama tukisema katika upande wa lita, tunaweza tukasema kwamba ni kama lita, ni takriban lita 190 mpaka lita 200, ndiyo ambayo tukiangalia tena ni pipa hiyo, maana yake maji ni mengi. Lakini je, hapa kidogo kuna ikhtilafu. Mfano hayo maji yakawa yamebadilika rangi yake moja kwa moja, mfano labda kuna kitu ambacho kimeingia ambacho kimezidi ule wingi, basi hayo maji yanakwenda kuharibika. Kwa maana kwamba mfano imeingia rangi mule ya nyumba, rangi ya nyumba kabisa, labda ndoo nzima imemwagikia mule, hayo maji kama yatakuwa yamebadilika ladha yake na ile harufu yake, basi hayafai. Lakini kama rangi na harufu haijabadilika na yapo ujazo hiyo kula mbili, yanafaa kuweza kutumika katika masaili mazima ya udhu. Ama mfano mwingine, katika pipa lako tutasema nyoka amefia mule, ama pengine kuku amefia mule, ama tutasema nini, tutasema labda panya amefia katika pipa lako la maji ambalo linazidi hiyo kula mbili.
harufu yake ikabadilika na ladha ya yale maji yakabadilika, basi hayafai kuweza kutumika kwa sababu yametoka katika ile asili yake. Naeleweka eh? Haya. Namba 34 yasema, wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah ana tawadha'u min bi'ri Budha'a. Sawa eh? Hadithi namba 34 anasema kutoka kwa Abi Sa'di al-Khudri radiyallahu Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, anasema qila, palisemwa ama iliulizwa kwamba ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, anatawadha'u min bi'ri Budha'a, si ndio eh? Kwamba ewe mtume wa Allah, tunaweza kutawadha kwa maji ya kisima cha Budha'a, ndio eh? Yani Budha'a yani ni kisima ambacho pengine kinadondokea vitu matambara na nini, kama nilivyosema wa hiya bi'ru yulqa fiha alhayd, si ndio eh? Na kisima ambacho ndani yake huangukia matambara ya hedhi, wa luhumil kilab, na matambara ya hedhi amina nyama za mbwa. Asema wanatnu, si ndio? Hii natnu asema kwamba ni vitu ambavyo vinavyonuka, ndio. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akasema innal ma'a tahurun la yunajjisu shay'un, kwamba maji ni tahara, hayanajisiwi na kitu chochote. Kwa hiyo manake katika hii sasa ni kwamba mtu lazima aweze kuangalia kwamba sheria ni zile zile, kama imebadilika rangi yake na ladha yake imebadilika yote, si ndio eh? Manake hayo maji, lakini kama ladha yake yale maji hayajabadilisha ile ladha, basi bado maji yatakuwa yanaendelea kuwa ni tahara. Inaeleweka vizuri eh? Kwa hiyo naomba tuwe makini hapo katika hicho kipande, si ndio, kipengele. Kwa katika pia kuhifadhi maji yetu ni lazima tuwe makini, lakini kadhalika katika masaili mazima ya fiqh haya lazima tuwe makini. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuelewa ya kwamba masahaba kwanza hawakuwa ni wenye kutupa uchafu maksudi kwenye labda visima. Wanauliza hii kwa ajili ya faida ya watu wengine, si ndio? Hii inaeleweka vizuri eh? Haya. Kwa hiyo manake lazima tuzingatie kama maji hayo yatakuwa yamebadilika rangi ama badilika ladha ama badilika harufu, basi hayo maji yatakuwa najis, yatakuwa yameondoka katika hiyo sifa. Hadithi namba 35. Hadithi namba 35 anasema an Abi Umama al-Bahili qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-ma'u la yunajjisuhu shay'un illa ma ghalaba alayhi. Allahu akbar. Ila nilichokuwa naelezea ndio kinakuja kuelezewa sasa. Al-ma'u, hakika ya maji, la yunajjisuhu shay'un, hayanajisiwi na kitu chochote, si ndio eh? Hayatiwi najisi kwa maana hayaharibiwi na kitu chochote, ila, sikiliza sasa hapa ndio kile nilichokuwa nikikielezea kule nyuma, ma ghalaba ala rihihi, isipokuwa kile kinachozidi. Mfano kama pale ambapo itakuwa kitu kimeingia ndani ya maji, ghalaba ala rihihi, imebadilisha ile harufu yake asli ya yale maji, wa ta'amihi, na ladha ya yale maji, wa launihi, na rangi yake. Maana yake ni kwamba maji yakawa ni zaidi ya kullataini, si ndio? Tunasema sio, atuchukulie maji ya bahari, labda maji ya pipa yamekuwa zaidi ya kulla mbili, kaingia nyoka mule, kaingia mbwa kafia mule, yakabadilika rangi, yakabadilika aidha ladha yake au
harufu yake, basi hayo maji ni najis. Masala ya fikiri, muwe makini sana hapa. Haya, twende hadithi namba 36. Asema an Kabsha binti Ka'b bin Maliki wa kanat tahta ibn Abi Qatada anna Aba Qatada dakhala fasakabat lahu wadhu'an fajaat harratun fasharibat minhu fa asgha laha al-ina. Haya, hebu tuende katika tafsiri. Asema an Kabsha binti Ka'b bin Maliki, si ndio? Kutoka kwa Kabsha binti Ka'b bin Maliki. Asema qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hapa wakanat Kashfa bin Ka'b bin Maliki wakanat tahta ibn Abi Qatada, kutoka kwa Kabsha binti Ka'b bin Maliki, wakanat tahta ibn Abi Qatada, naye alikuwa chini sawa sawa ya mke wa mwana wa Abu Qatada, sawa sawa anna Aba Qatada, ya kwamba Abu Qatada ndio dakhala, kwa maana hapa kusema kuwa chini ya, manake alikuwa chini ya malezi kwa maana katika swala zima la malezi alikuwa chini ya mke wa Abu Qatada, Abi Qatada tahta Abi Qatada. Anna Aba Qatada dakhala, ya kwamba Aba Qatada aliingia nini? Aliingia fasakabat lahu wadhu'an, si ndio? Aliingia na huyu mke akawa amefanya nini? Amemwekea maji ya udhu. Fajaat harratun fasharibat minhu, sawa sawa. Akaja paka, harratun naweza tukasema ni paka, sawa sawa. Fasharibat minhu, akawa amekunywa katika yale maji. Fa asgha laha al-ina hatta sharibat, sawa sawa. Abu Qatada radhiallahu anhu akawa amemsogezea ama akawa amekitega kile chombo, akawa amemwachia kile chombo, amekisogezea kwake mpaka paka akawa amekunywa, ametosheka. Qalat Kabsha akawa amesema faraani andhuru ilaihi, si ndio? Kabsha asema kwamba Abu Qatada akaniona mimi nikiwa na mtazama, si ndio? Faqala ataajabina yabna akhi, vipi umepatwa na surprise, unashangaa? Ataajabina yabna akhi, mbona unashangaa mtoto, unashangaa hili jambo, ili tukio, ewe mtoto ewe binti wa ndugu yangu? Faqultu, akasema nikamwambia, naam, nashangaa sana, ndiyo nashangaa. Qala, akasema inna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallama amesema, ewe mtoto wa binti yangu, asema innaha laysat binajasin, si ndio? Hakika paka si najisi. Innaha minat tawafina alaykum wat-tawafati, kwa sababu paka ni miongoni mwa wanyama ambao wanawazunguka ninyi nyumbani, kwa hiyo sio najisi. Labda ingekuwa mbwa, ndio lakini paka si najisi. Hawa ni mapambo ya nyumbani kwenu, na unajua ni vizuri sana nyumbani kufuga paka. Na unapokuwa unafuga paka sasa pia huo unamlisha. Sio, unajua kuna watu wanafanya dhulma sana. Hebu ngoja katika huu mlango wa paka nimzungumzie rafiki yangu paka. Unajua paka ni viumbe wazuri sana. Yaani paka the way utakavyomtreat, the way atakavyokuwa. Sasa kuna watu wanafanya dhulma, na dhulma hii huenda hawaijui na watakwenda kuulizwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani wewe unakuwa na paka nyumbani, umeamua kabisa umchukue kama kijijini ama wapi, ama umemnunua na kadhalika. Unakuwa na paka nyumbani, lakini yule paka humtendei haki zake za msingi.
Yaani paka unampa mifupa. Mfano nyinyi mmekula nyama, basi unamtupia mifupa ndo anakula, anapambana naye. Hivi katika mfupa atapata chakula kweli? Hebu tuambizane nyinyi wa mama wa nyumbani. Maana kuna mwingine anambia, Ismail, mpige huyo paka, mwambie atoke hapa, mfukuzini. Hii si sawa. Yaani madam umeamua kufuga paka nyumbani, uelewe kabisa una responsibilities ambazo zinahitajika wewe uweze kuzifanya. Fuga paka nyumbani, unatakiwa uweze kukubaliana na matokeo. Umlishe vizuri. Sio unamtupia wewe, umekula zako kuku unamtupia vimfupa vile. Yeye hapa yani apambane kutafuna mfupa. Kwenye mfupa kuna nini? Kwa nini usimpe kipaja kimoja? Mtupie mweki, tena usimtupie chini. Subhanallah, kuna wengine paka wanamtupia chini, yani chakula kimezagaa kimesha paka mchanga. Hii si sawa. Paka mwekee katika chombo maalum. Kuna watu wengine wanasema kwamba paka ukimwekea chakula katika sufuria basi atakuja kudokoa. Hapana, the way unavyomfundisha, unavyomtreat paka. Allah subhanahu wa ta'ala, the way amemuumba paka, yupo very very free from adaptation. Yaani yupo rahisi sana katika kukopi tabia. Kwa hiyo unapomtreat, umempiga, umemvunja mguu, umefanya nini, ni haramu vitu hivi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba paka lazima awe katika mazingira mazuri. Kuna vyakula vya paka, nenda kamnunulie. Umekubali kumfuga paka, wewe unasubiria tu alepanya. Kuna wengine subhanallah anakwambia usimpe chakula paka, kwa sababu ukimpa chakula huyo hata utafuta panya usiku atalala. Hebu watu bwana wawe na akili nzuri bwana. Kuna watu wanatesa sana viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapenda wenye kufanya wema hata katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna mama aliadhibiwa kwa sababu ya kumtesa tu paka. Kwa hiyo paka usimpe mifupa ile ya mwishoni, usimpige, usifanye nini, hapana. Paka awe friend kwako. Unataka paka wazuri, wapo sehemu nzuri ambao wanapatikana. Sijajua kwa Tanzania ama kwa nchi zingine, lakini kwa baadhi ya nchi ambazo nimetembea, pia hata nchi za Kiarabu, paka zipo sehemu maalum ambazo wanauzwa paka ambao unaweza ukamtreat na ukazungumza naye. Unampa jina. Paka wampa jina labda Amr, paka wampa jina labda nani. Kawaida unamtreat vizuri. Sasa wewe kama unataka paka wa mtaani, alafu unataka awe aishi kibosi Kiislamu, wewe paka umemtoa kwenye majalala, unataka aje aishi Kiislamu, ngumu. Nenda katafute paka sehemu ambazo sahihi zinapatikana paka. Sasa wewe paka unaenda kumtoa baharini, umemkamata na mleta nyumbani, wewe unafikiri atafanya nini? Kwa hiyo watu wawe wema. Hadithi namba 37 yasema wa anil Hakim bin Amru. Kwa hiyo maana yake tafsiri ya hadithi ya hiyo juu, paka anapokuwa amenyonya ama amekunywa maji sio uyamwage. Paka si najisi, laisat binajisi. Hadithi namba 37 wa anil Hakmi, kutoka kwa Al-Hakam bin Amru Al-Ghafari radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya yote ni majina ya watu. Tunapofika kwa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam, hii sasa tunaanza kutafsiri kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama amesema. Sawa sawa, amesema nini? Naha an yatawadda ar-rajulu bifadli tuhuri al-mar'ati, ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mwanaume kutawadha kwa maji yaliyobaki baada ya kutumiwa na mwanamke. Lakini hii hadithi tutakuja kuona ufafanuzi wake. Kuna hadithi katika Bulughul Marami imekuja hivi, lakini nyingine ikaja ikafafanua. Tutakuja kuona ufafanuzi wake, usiwe na haraka. Kwa hiyo hadithi hiyo ya kwanza inasema ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallama amekataza kuoga maji, mwanaume kutawadha kwa maji yaliyobaki baada ya kutumiwa na mwanamke. Tutakuja kuona, tutaielewa vizuri hadithi. Hadithi namba 38 wa ana Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kutoka kwa Abi Hurairah, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, anasemaje? La yabulanna ahadukum fil ma'i daim,
ya kwamba Mtume sallallahu asema asikojoe mmoja wenu, asijisaidie mmoja wenu katika maji ambayo yametulia, yani maji yasiyotembea, maji yaliyotuama, alladhi la yajri, ndio thumma yaghtasilu minhu, kisha maji yale pia akatumia kuweza kuoga. Kwa maana mtu asijisaidie kwenye maji, hiyo ndo tafsiri yake. Kwa ajisaidia kwenye maji alafu pengine viumbe wa Allah wanakuja kunywa, kuna watu wanakuja kuchota yale maji, kuna mtu atanawa uso, wewe unakojoleaje bwana hiyo sehemu? Kwa ustaarabu, hata kama ni mashambani. Hii unawezekana isikuingie sana kwa kuwa wewe unaishi mjini, lakini hadithi hii inafanya kazi sana kwa wale ambao wanaoishi mashambani. Kule kwetu vijijini kuna mashamba yale ya mpunga, si ndio? Kipindi cha mwezi wa ngapi? Mwezi wa kama huu wa pili wa tatu, watu wanaandaa mashamba, ama mwezi wa sita watu wanaanza kuchukua ule mpunga, wanavuna, wanaita kuvuna. Wanauchukua ule sasa unakuta maji yale yanakuwa yanajaa kwenye vidimbwi, unakuta mtu anajisaidia mule si ndio? Anamaliza haja zake mule, mtu anajisaidia pale. Sasa hii sio katika Uislamu, ni mikatazwa, ni haramu kufanya hivyo, si ndio? Kwa hiyo wewe unaishi mjini, unaweza isikuingie sana hii hadithi kwamba mtu anaweza akakojoa vipi kwenye maji. Kwa hiyo mtu asijisaidie katika maji ambayo ya madimbwi yamekaa ama kisima, mtu anaenda anakojoa, si vizuri. Hadithi namba 38, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yabulana ahadukum fil ma'i daim alladhi la hadithi namba wali muslimin la yaghtasilu. Tunaendelea hapo chini na hadithi hiyo kutoka katika lafdhi ya Muslim ya kwamba la yaghtasilu ahadukum fil ma'i daim wa huwa junubun, kwamba asioge mmoja wenu katika maji ambayo yametuama, yamekaa tu, na yeye akiwa ana janaba. Wali Abi Daudi wala yaghtasilu fihi, asioge ndani ya hayo maji. Aya namba 39. Aya sasa katika hii hadithi, si ndio? Katika hadithi hii hadithi namba, ngoja niangalie hadithi namba 37. Nafikiri hapo nilikuwa natarajia niweze kupata maelezo yake, lakini sijayapata. Katika Bulughul Marami imekuja imeonyesha vizuri sana ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya nyakati ilikuwa akioga maji ambayo Aisha alikuwa akiyaoga, si ndio? Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa akioga, ingawa hapa kuna katazo, lakini kuna hadithi zingine nafikiri hapa hawajaiweka, ipo katika kitabu cha Bulughul Marami min adillatil ahkam, kwamba alikuwa akioga na Mtume sallallahu alaihi wasallam na mikono yao ilikuwa ikipishana katika inain, katika kile chombo ama katika lile beseni ambalo alikuwa akitumia kuoga. Kwa hiyo na tunajua mtu anapokuwa ametawadha kwa ajili ya janaba, udhu huo pia anaweza akatumia kwa ajili ya udhu. Kwa hiyo alikuwa akifanya hivyo. Ni kwamba sasa hadithi hii imekuja kwa mfumo wa yani ni kama usafi tu zaidi, ni kwamba ni adabu kwa mwanaume, ndio kutumia maji ambayo hayajaguswa mara kwa mara, ikiwa kama yani kuna uwezekano huo, yani ni vizuri mtu akafanya hivyo. Ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallam baadhi ya wakati alikuwa akioga na Aisha radhiallahu ta'ala anha, na alikuwa yani hakuna katazo la moja kwa moja ambalo limekuja, ndio sio kwamba mwanadamu sio najisi, kwamba yeye atakuwa amenajisika, alinsanu la yunjas, ndio kwa hiyo katazo la Mtume hapa ni kwamba kueleza adabu na ubora wa kuepuka wasiwasi, shaka katika masala mazima ya tahara. Lakini kadhalika inajuzu kwa mke na mume kutumia chombo kimoja, ndio chombo kimoja cha maji katika masala mazima ya kuweza kujitaharisha, kama vile ilivyothibiti katika hadithi mbalimbali. Kwa hiyo ili swala lisiwe likawatia mashaka sana. Hii imekuja kwa mfumo wa adab na kutia mashaka kwamba haya maji kweli itakuwa hivi. Na hadithi namba 39,
ndio. Tuende katika hadithi namba 39 kwa haraka haraka kutokana na muda. Asema an Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha sharibta alkalbu min ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mmoja wenu idha shariba alkalbu, mbwa anapokuwa amekunywa katika chombo cha mmoja wenu, falyaghsilhu sab'a, basi akioshe chombo hicho mara 7. Muttafaqun alayhi, ndio. Wali muslimin, ndio. Kwa maana tukisema hadithi muttafaqun alayhi, yani imepokelewa na Imamu Bukhari na Muslim. Huko chini tukirudi, muttafaqun alayhi rawahu Muslimun wa Abu Daud, rawahu Muslim, rawahu al-Bukhari wa Muslim, muttafaqun alayhi. Hai, wali Muslim wa Abi Daudi, na hadithi nyingine ambayo imepokelewa kutoka kwa Muslim na Abi Daudi, iliyopokelewa kwa Muslim na Abu Daud, asema ulahunna biturabi. Katika riwaya ya Muslim na Abu Daud ya kwamba osho la kwanza liwe kwa udongo, alafu nyingine unaweza ukaendelea na maji. Hadithi namba 40. Wa fi hadithi Abdullah ibn Mughaffal idha walagha alkalbu fil ina'i faghsiluhu 7 marrat, si ndio? Na katika hadithi ya Abdullah bin Mughaffal radha Allah subhanahu wa ta'ala ziwe juu yake, asema idha walagha alkalbu fil ina'i faghsiluhu, mbwa akiramba, si ndio? Yani akilamba katika chombo cha mmoja wenu, basi faghsiluhu 7 marrat, basi kiosheni mara 7. Akilamba katika chombo, basi kiosheni mara 7. Wa ghaffaruhu thaminatan biturabi, si ndio? Na kiosheni mara ya 8 kwa udongo. Kwa hiyo aidha uanze kwa udongo utamatishe na maji, ama aidha uanze na maji utamatishe kwa udongo, ama udongo uje maji. Tamam. Hadithi namba 41 inasema wa an Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaktasilu bis-sa'i ila 5 amdadi wa yatawadha'u bil-mad, ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa akioga sawa kwa saa sawa. Saa tunaweza tukasema ni kama lita 1 ya maji. Wa yatawadha'u bil-mad, na alikuwa akioga kwa mad 1, yani mad tunaweza tukasema kuanzia lita 3 mpaka 5. Hiyo ndio mad. Sawa kwa mad. Wa yatawadha'u bil-mad, na alikuwa akioga kwa mad, kwa maana kuanzia lita hizo 3, 4, 5 na kuendelea. Hadithi namba 42 anasema wa an Aisha radhiyallahu anha. Manake katika hiyo hadithi ya 41 ni kwamba tusiwe ni wenye israfu katika kuoga, katika kutawadha. Mtu unakuta anatawadha na kopo karibu 3, ama kama wale ambao wanaotumia tape, wanaotumia koki zile za mashine, zile tape, si ndio? Bomba za maji, unakuta mtu yani maji ukikadiria yale ambayo yanayotoka pale ni karibu lita 3 ama 4 mpaka 5. Mtu anashwa kwa kuwa maji sio ya kwako, kwa kuwa bili ulipi wewe au vipi? Kwa kuwa anayelipa ni bosi wako, basi wewe ukifungulia na wakomesha Waarabu. Kumkomeshi Mwarabu unajikomesha wewe, kwa sababu kwa Allah subhanahu wa ta'ala utakuja kuulizwa kwa nini ulifanya hiyo israfu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kuoga alikuwa akitumia maji machache, na kwenye kutawadha kadhalika maji machache. Sasa wale ambao wanakwenda kuoga sasa, kwa kuwa sasa hivi ni kipindi cha baridi, Saudia, siji Dubai, siji Qatar, siji wapi, mtu akiingia bathroom, akiingia chooni kwenda kuoga, kwa kuwa sasa hivi kuna zile showering, basi zile shower akifungua bomba ni kama dakika 30 vya toki, maji yanaondoka pale ni karibu ndoo 10. Sasa hii ni israfu. Tawadha, oga, tumia maji chache, tumia maji mengi. Hadithi namba 42, namba 43 anasema wa an Safina anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Safina radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe juu yake, kana yatawadha bil mad, kwamba Mtume sallallahu alikuwa akitawadha bil mad wa yaghtasil bis sa', na alikuwa akioga kwa kutumia hiyo sa'. Nishasema hapo. Haya, kwa hiyo ndivyo ambavyo inavyokuwa. Nafikiri tuishie hapa katika milango hii, insha Allahu taala tutakuja kuendelea
siku nyingine ya kesho. Tutakuja kuendelea hapa katika mlango wa 12, sifati wudhu'i nabii sallallahu alayhi wasallam. Sifa ya udhu wa mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akitawadha vipi? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitawadha vipi? Insha Allahu taala tutakuja kuendelea hapo kesho. Kama kuna mtu mwenye swali anaweza akaniuliza, lakini kama hakuna, inshallah naomba mniruhusu tuweze kufika tamat, tuishie hapa. Kuna mtu yoyote mwenye swali? Nafikiri ukimya ni naam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sijajua kama uko mbele itazungumziwa au la, lakini naomba niulize kama itazungumziwa basi utaacha kunijibu, tutasubiria hadithi na kuja. Kuhusu je, ni kweli kwamba maji ukiyadumbukiza mkono yanakuwa si tahara kutia udhu, yani hapa kutia udhu? La, maji ukidumbukiza mkono maadamu umeosha mikono yako mara 3. Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiosha mikono yake mara 3 alafu anaingiza katika kile chombo, anatumia katika kuweza kujitaharisha, amini kutia udhu. Kwa hiyo maadamu umeosha mara 3, yalla unaweza ukatia mkono na kuendelea, hakuna tatizo katika hilo. Naam, mwingine mwenye swali? Tamam, nawashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, wabariki, ajalie kile yenye khairi, ajalie fanaka katika maisha haya ya dunia pamoja na akhira. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa siku chache zilizobaki za mwezi wa Shaaban, basi atujalie tuweze kukuta mwezi wa Ramadhani, na basi kama tutakufa kabla ya mwezi wa Ramadhani kutufika, tunamwomba Allah atuandikie tuweze kuwa ni kama wale ambao tumeufunga. Lakini yote kwa yote tunamwomba Allah Karim aweze kutujalia tudiriki mwezi wa Ramadhan tukiwa na siha, afya njema. Muda wote ulikuwa nami, jina langu naitwa Ustadhi Abu Mahir Mbeleka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu. Sikudanganye dunia ndugu yangu, wala kufata yalo walimwengu. Shika mema yalo ya Mwenyezi Mungu, akhera utapata lako fungu.